Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo azungumza na Bwana Ronnie Jackson, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump na mjumbe wa wabunge wa Marekani Jumapili mjini Kinshasa. Mgogoro wa kiusalama na kibinadamu uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaoidhinishwa na uwepo wa majeshi wa Rwanda wanaounga mkono kundi la waasi wa M23 ndio mada kuu katika ajenda ya mkutano huo uliofanyika kukiwa kunabaki siku chache kabla ya mkutano wa Angola kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Kwa mujibu ya Marekani, uhuru na uadilifu wa eneo la DR Congo lazima uheshimiwe na wote, amesema Bwana Ronnie Jackson, na kuhakikisha kwamba watafanya kazi ili kuhakikisha kwamba vikwazo vyote vinavyozuia amani na usalama vinaondolewa ili amani irejee DRC, alihakikisha Bwana Ronnie Jackson, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba na hayo, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump alielezea matumaini ya kuona uwekezaji wa Marekani ikitua katika ardhi ambayo ina amani na usalama inatawala. Amesema kuwa wanataka kufanya kazi ili makampuni ya Kimarekani kuja kuwekeza na kufanya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo amesema kwamba watahakikisha kuwa kuna mazingira ya amani, alihakikisha Bwana Ronnie Jackson, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa Marekani. Mwanachama wa bunge la Marekani Bwana Ronnie Jackson anafanya kazi katika makamati kadhaa, miongoni mwa zingine kuhusu silaha, kijasusi na uhusiano wa kigeni. Marekani kwa sasa imeomba pande husika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaa kwa meza moja na kupata suluhu kuliko kuendelea kupigana. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Wakati huo wakazi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba kushirikishwa katika mazungumzo ya Luanda, hasa watu kutoka kabila la Wambuti. Samuel Mbonu kutoka kabila la Wambuti, Kivu Kaskazini, anaeleza. Jina langu Kambuti Samuel Mboni. Kambuti Samuel Mboni, wewe ni mmoja wa pigme ama mbilikimu, wengine wanasema wabatu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi ni ndio kuna mazungumzo ambayo itaanza Angola hii tarehe 18. Pengine nyinyi mna msimamo gani? Sisi tunahitaji government ya nchi yetu ya Kongo itusaidie imalize vita kwa mazungumzo ambayo watazungumza Angola, watusaidie wamalize hii mazungumzo ipite kwa amani. Ama pengine na nyinyi mnataka mshirikishwe katika hayo mazungumzo kwa sababu mnasema nyinyi ndio mnahasirika katika vita? Ndiyo, na sisi tukishirikisha itakuwa vizuri zaidi. Mungeomba nini? Tunaomba serikali imalize vita. Hii vita imewagusa namna gani nyinyi Wambuti? Sisi Wambilikimu vita imetugusa sana kwa sababu hatungali tena na winda nyama zetu. Tulikuwa na winda, leo hatuwinde tena. Sisi Wambuti tulikuwa na maisha mazuri, tulikuwa na kula matunda, leo tunatawanyika kukimbia huku na huku. Hatuna tena amani baba. Tumezungumza hata hivyo naye Mumbele Siavuli Sembo Putine, mkazi wa Goma. Ndiyo inahusu Wakongomani, sababu Wakongomani ndio wanateseka kabla ya hayo mazungumzo. Kama wasikilizane, Wakongomani ndio watateseka. Ndio maana inabidi washirikishe kila mtu ambaye anahusika na mambo ya inji, sababu inji sio ya serikali tu. Serikali iko hapo sababu ya wananchi. Kila mtu, iwe government ya Kinshasa na viongozi wa M23 waweze wakienda na mambo ambayo itaweza kutusaidia sisi kama raia na kwa maendeleo yetu ya nchi. Hivyo tumezungumza naye Justin Mwana Tabu, mchambuzi wa kisiasa katika kanda la maziwa makuu nchini DR Congo. Haya mazungumzo nafikiri kwamba Bwana Felix Antoine Tshisekedi alikuwa akisema toka mwanzo kwamba yeye hatazungumza hata siku moja na M23. Na japo hiyo M23 ilikuwa ikiendelea, ikisogea mbele katika vita vyake. Walikuwa Bunagana wakafanya kama miezi kama 6 wakakawia kabisa pasipo kutingizika hapo. Lakini rais yeye ilikuwa mimi siwezi kuzungumza. Hadi pale miji inaanguka, wanafika Ruchuru nzima, wanaingia Masisi, wanaingia Lubero. Angalia anasema tu mimi sitazungumza. Goma inachukuliwa, Bukavu na miji ingine na wangali wanaendelea.
Sasa leo wanasema kwamba kuwe mazungumzo. Amekubali aliko ambalo alilopewa, wamekubali upande wa Kinshasa kwamba mazungumzo yawepo. Sasa swali ambalo litakuwa swali ambalo linaweza kuumiza watu wa Kinshasa itakuwa ni kwa nini siku zote hizi hamkuzungumza? Mlikuwa mnangojelea nini? Na mlikuwa nafikiria nini? Sababu kila mara huwa wanasema ni Rwanda, ni Rwanda. Sasa leo sio tena Rwanda, lakini inabidi kuzungumza na M23. Hapo ndipo nilikuwa nazungumza na kusema kwamba mambo ya siasa ni mambo ya juu sana, ni mambo ya watu wakubwa. Na watu wakiingilia ndani pamoja na ubongo ambao haufikirii vizuri, unaweza kujikwae kwa watu wengi na watu wanaweza kukusikia vibaya. Lakini ninaamini kwamba Kinshasa anajua anachokifanya. Na unadhani haya mazungumzo yanaweza kuleta suluhisho? Siamini, sababu kungekuwa vita vya mazungumzo yangefanyika tayari. Sababu raia walilalamika toka zamani. Watu wamehama makao yao toka zamani. Watu wamepata magumu mingi toka zamani. Serikali ya Kongo imepoteza vitu vingi toka zamani. Kuna makare minier, nafasi ya kuchukulia mawe ya bei ambayo M23 na control muda wa siku nyingi. Na hii ilikuwa ni kupoteza kwa utawala wa Kinshasa. Lakini walingoja mpaka leo. Ni kusema kwamba nauliza haya mazungumzo ya Angola yakiwa yanaweza kuleta suluhisho. Siamini kama kuna suluhisho fulani ambayo itatoka huku. Hii inakuwa ni hali tu ya kutuliza mioyo ya watu, sababu watu wameiamini. Watu waliposikia kwamba kuna mazungumzo ambayo yatakuwa, watu wameamini, na wengine wanasema vita imekwisha, wengine wanasema amani imekuja. Sasa mazungumzo yenyewe hayajaanza na watu wanaamini mara moja. Ni sababu watu wamechoka. Na hii inakuja kwa ajili ya kutuliza mioyo. Lakini mimi siamini kwamba huko ndiko kutatoka suluhisho. Suluhisho iko mahali pengine. Itakapofika itafika. Lakini sio kwa njia hiyo. Mimi naitwa Mapendo Kusudi, nikiwa mtetezi wa haki za binadamu na nikiwa kiongozi wa hii shirika la utetezi wa haki za binadamu inayoitwa Club des Auditeurs des Droits de l'Homme. Yaani tunafuatilia haki za binadamu ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Leo Angola imetangaza kwamba lazima serikali ya Kongo izungumze na waasi wa M23. Pengine mnapokeaje hii hatua? Sisi kama watetezi wa haki za binadamu, kila jitihada zote, kila mipango yote inayoweza kuhusu amani tunaipokea na furaha sana. Hivi tunaposikia kwamba Angola wametangaza kwamba serikali ya DRC inaweza ikakutana na hawa waasi, ni jambo la kutuletea shukrani, kwa sababu kila mpango wote ambao unaweza kusaidia kuzuia ukiukaji wa haki za binadamu tunausupport. Na tunasupport mpango huu kwa sababu tunafikiri unaweza ukatusaidia umwangaji wa damu uweze ukapunguka, na ukiukaji wa haki za binadamu uweze ukapunguka pia, na leta amani katika nchi yetu. Sisi tunatarajia waweze kuchukua mipango ambayo itatusaidia kuleta amani, itasaidia kuleta utulivu katika nchi. Kwa sababu kwa kweli sisi tunaokuwa ndani ya maeneo ambayo yametawaliwa na waasi wa M23 na wale ambao wanakuwa ndani ya maeneo ambayo yangali yanadhibitiwa na serikali, sote hatuna amani. Sote tunatarajia amani, na tunafikiri katika kikao chao wataweza kuchukua mipango mbalimbali itakayotusaidia na kutuwezesha kufikia hiyo amani ambayo wakaaji